Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tuketi. Familia ya Mungu, karibuni katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, ikiwa leo basi ni Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika ya huruma ya Mungu ama Dominika nyeupe. Adhimisho hili tunaiadhimisha huruma ya Mungu inayojidhihirisha kila siku katika maisha yetu. Tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kujidhihirisha katika udhaifu wetu sisi wanadamu dhaifu. Dominika huruma ya Mungu inatutaka na inatualika sisi sote, ndugu zangu wapendwa, kuitambua, kuithamini na kuienzi sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya kitubio. Na kimsingi sakramenti hizi ziliwekwa na Kristo mwenyewe. Hivi katika somo la Injili tutasikia Kristo anaiweka sakramenti ya kitubio anapotokea mitume wake ambao wamejifungia katika chumba kwa hofu ya Wayahudi. Pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Hayo ni mamlaka basi, ndugu zangu wapendwa, ambao walipewa mitume, na kwa namna pekee waandamizi wao ni maaskofu ndani ya kanisa, ambao basi tunashiriki kwa pamoja na makuhani katika kuadhimisha sakramenti ya huruma ya Mungu katika maisha yetu. Tuendelee kumwomba Mungu katika adhimisho la ibada hii ya misa, daima upendo wake uendelee kujidhihirisha katika safari yetu ya kiimani, katika kumfuata yeye na kumjua yeye. Pamoja na nia hiyo, tuungane na wapendwa wenzetu wanaomtolea Mwenyezi Mungu nia zao, kumwombea marehemu Caroline Ngatena, Ernest na Daria, Filipo, Meli, Vitaris, Denisi, Liberati, Ernest, Elizabeth Pantaleo, ukoo wa Kilawe, Limo, Mosha na Liwa, William Simbala, Frank Malisa, Hilali Mashoko, Mark Valentine, Pelagia na Agnes Makishayo, Beda Daniel, ukoo wa Maembe na Minde, Mustafa Peter na Esther Baragama, Alait
Chimbongwe, Padre John Bosco Ndakimbuzi, Pastori na Francis Bilali, Steven Kipendi, familia Balagama, Bilali Kasusura na Mutabihirwa, Walipo Mwakifumbwa na Elias Madasi, Joseph Sylvester na Dorothea Damas Bampoliki. Roho za waumini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Shukurani kwa Mungu kwa ajili ya Nicole. Mungu amzidishie ulinzi, neema na uchaji. Biashara ziwe na mafanikio. Ajaliwe hekima na nidhamu katika matumizi ya fedha. Shukurani kwa Mungu kwa ajili ya kuzaliwa Paulina, Abigaili na Sebastian. Anawaombea maisha marefu yaliyojaa upendo na ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Marafiki wanamshukuru Mungu kwa mema anayowajalia. Kwa maombezi ya Mama Maria, wajaliwe ulinzi katika maisha yao. Kuomba huruma ya Mungu katika sala ya novena kwa ajili ya familia dhidi ya matatizo ya ndoa yao. Shukurani kwa Mungu, kuomba ulinzi na mafanikio ya uchumi katika kazi na kwa watoto. Ndugu zangu wapendwa, tumemkosea Mwenyezi Mungu. Ili tupate kibali kuadhimisha mafumbo haya matakatifu, tuiombe huruma hiyo ya Mwenyezi Mungu ijidhihirishe katika maisha yetu. Tukiri dhambi zetu ili tupate kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Lord,
Ee Mungu wa rehema ya milele, wewe unaamsha imani ya taifa lako takatifu katika kurudia kila mwaka kwa sikukuu ya Pasaka. Tunakuomba uongeze neema uliolijalia, ili wote watambue kwa uelewa sahihi thamani kuu ya ubatizo uliowatakasa, ya Roho aliyewazaa upya na ya damu iliyowakomboa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawiwa watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Sitakufa bali nitaishi
nitasimulia matendo ya Bwana. Bwana ameniadhibu sana, lakini hakuniacha nife. Shukuruni Bwana, kwani ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana, kwani ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Shukuruni Bwana, kwani ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana, kwani ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Shukuruni Bwana, kwani ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana, kwani ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ee Bwana, utuokoe twakusihi. Ee Bwana, utufanikishe twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabarikia toka nyumbani kwa Bwana. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nguvu.
kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huu, ijapokuwa kwa sasa kwa kitambo kidogo, ukiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhabihu ipoteayo, japokuwa hiyo jaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo, naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini, na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma,
Pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani naye, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, familia ya Mungu, sisi ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu na tukajaliwa zawadi kubwa hii ya uhai, zawadi kubwa hii ya maisha, ambapo hakuna hata mmoja kati yetu hapa ambaye
aliomba kuumbwa. Hakuna hata mmoja hapa kati yetu alifanya mawasiliano na Mungu kwamba Mungu, mimi naomba uniumbe, ambao uniweke Tanzania, uniweke Marekani, kokote. Tumejikuta tumepokea zawadi hii ya maisha kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, na tukiwa kama mawakili wa zawadi hiyo ya maisha, hatuna budi kuendelea kuunganika na yule aliyetuumba. Hatuna budi kuendelea kushikamana naye katika kutenda yanayompasa yeye. Hatuna budi kutunza hii zawadi ya uhai. Sisi ni mawakili tu wa uhai, wa haya maisha. Yeye aliyetuumba muda wowote, saa yoyote anayoipenda yeye, anachukua pumzi yake. Ndio maana tunasali Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana. Hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sio mapenzi yetu sisi wanadamu. Sasa sisi ambao tupo katika uso wa dunia, tupo katika uso wa ulimwengu, tumeumbwa kwa tabia tofauti tofauti, tumeumbwa na sifa tofauti tofauti, mitazamo tofauti tofauti. Hatuwezi kufanana hata katika familia. Baba hawezi kufanana na mama, mume hawezi kufanana na mke wake. Kuta wamefanana, basi ni upendo mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Au kadiri wanaposema, kadiri wanavyoendelea kuishi wanafanana tabia, lakini wanachukuana hata sura, na pengine anasema kama akikupenda zaidi anaweza kukuzaa tena wewe. Ni upendo tu wa Mwenyezi Mungu, hawezi kufanana. Kumbe katika tofauti zao, katika kuchukuliana kwao, ndipo wanapokeana, ndipo wanapata kuishi katika utofauti wao, wanakamilishana katika udhaifu wao. Hata watoto ambao Mungu amekujalia hawawezi kufanana tabia. Wa kwanza atakuwa na tabia yake, wa pili atakuwa na tabia yake, wa tatu atakuwa na tabia yake, pengine kama wapo idadi hiyo. Ukikuta wamefanana tabia wote, basi ni jambo la kumshukuru Mungu, na pia ni jambo la kujiuliza. Sisi ambao tunaishi katika uso wa dunia tunatofautiana, na katika kutofautiana tabia, wakati mwingine tunakuta tunakoseana, tunakwazana, tunagombana, tunakorofishana, ambao tuko katika ulimwengu huu. Kiona basi wewe sio sifa tuseme kwamba wewe ni kamilifu, kwamba hautotofautiana na mtu, utakuwa unapokea mawazo ya watu. Kuna wakati wewe kama mwanadamu, kuna mambo fulani katika familia yako, katika ofisi yako, itakuwa kama havistiki katika akili yako, haviingii vizuri. Kwa hiyo unaweza ukapokea kwa maana hiyo, unaweza ukachukulia kwa upendo, lakini kimsingi haujapokea moyoni. Kimsingi limekukwaza hilo jambo. Watu ambao tunasema wagombani, watu ambao tunasema hawakwazani, ni wale ambao msingi wamelala Kinondoni, wamelala kule Kisutu, Pugu, Msimbazi. Wale hawezi wakagombana wakasema kwamba mimi mpaka wangu unaanzia hapa unaishia hapa. Wale wameshamaliza safari ya maisha hapa duniani, hawezi wakagombana. Lakini sisi ambao tupo hapa ulimwenguni tutatofautiana. Katika utofauti huo, ndugu zangu wapendwa, ndipo unapotambua sifa ya mtu, ndipo unapotambua tabia ya mtu. Kama mtu ana moyo wa kuachilia mapema na kupokea, utamgundua hapa. Kama mtu wa kulipiza visasi, wa kulipiza kisasi, ndipo utakapomgundua. Lakini kuna mwingine akiwa amejaa na upendo huo, atasema tu
basi mimi nakuhurumia. Au wengine wanaweza kashuhudia wakasema, yule baba ana moyo wa huruma, ama yule mama ana moyo wa huruma. Mmoja amekosewa, amekwazwa katika maisha, katika moyo wake, lakini akisukumwa na upendo wa Mungu, huruma hiyo ambayo imejaliwa na Mwenyezi Mungu inajidhihirisha katika maisha yake na inajidhihirisha kwa wengine. Lakini pia pasipo hata kukwazwa na mtu, Mungu anaweza kuumba hivyo, na hiyo sifa na hiyo kariba ya kuwa na moyo wa huruma. Sema kwamba yule kijana ana moyo wa huruma, kwa sababu utaona tu kuna mtu ambaye anaishi maisha yake ambaye humfahamu, unakutana naye tu kwenye usafiri, lakini kuna muda tu utasema ninamhurumia sana yule kijana kwa staili ya maisha anayoyaishi, kwa mwenendo wa maisha yake, ninamhurumia sana. Tunakutana na mazingira hayo, ndugu zangu wapendwa, tunakutana nayo bila shaka, sio? Ninamhurumia sana. Umfahamu, pengine unamfahamu, pengine haumfahamu. Ninamhurumia sana yule baba na familia yake, ninamhurumia sana yule mama, ninamhurumia sana yule kijana. Ule umri alipaswa akonsentrate zaidi katika masomo, lakini unaona yuko bize na maisha ya kiulimwengu. Unajikuta tunasema ninamhurumia. Kwa mwanadamu huruma hiyo, ndugu zangu wapendwa, inaweza ikaisha, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni tofauti. Huyo ni mwanadamu, lakini tunapoifafanua na kuielezea huruma ya Mungu, tunasema huruma ya Mungu daima ni ya milele, ama Mungu ndiyo huruma yenyewe. Sisi kama wanadamu ambao tumeumbwa tukiwa na hali ya udhaifu tangu anguko la kwanza la wazazi wetu katika bustani ya Edeni, tumerithi dhambi asili, na kwa sakramenti ya ubatizo tunasafishwa, lakini bado tuna yale maelekeo ya kudondoka katika dhambi. Katika hali hiyo ya udhaifu wetu wa kibinadamu, Mwenyezi Mungu anaendelea kutuhurumia. Mwenyezi Mungu anaendelea kutupokea sisi watoto wake aliyetuumba kwa sura na mfano wake. Ndugu zangu wapendwa, ni Dominika ya pili ya Pasaka baada ya kuadhimisha Dominika ya Pasaka, sherehe kubwa ya ukombozi wetu, sherehe kubwa ya wokovu wetu. Dominika ya pili ya Pasaka inafahamika na inatambulikana kama Dominika ya huruma ya Mungu, Divine Mercy Sunday, Dominika nyeupe. Na Kristo mwenyewe alimtokea Mtakatifu Faustina Kowalska akimtaka aiadhimishe huruma ya Mungu katika maisha yake, aitangaze huruma ya Mungu kwa watu wote. Na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili mwaka 2002 aliinua ibada hiyo ya huruma ya Mungu, kwamba ulimwengu wote sasa kila Dominika ya pili ya Pasaka uadhimishe huruma ya Mungu. Kila Dominika ya pili ya Pasaka kila Mkristo mbatizwa atambue ukuu wa sakramenti ya kitubio katika maisha yake. Na katika Dominika hii, ndugu zangu wapendwa, Dominika ya huruma ya Mungu, kanisa linatufundisha tunapata rehema kamili, indulgences. Tunapata rehema kamili, na kupata rehema kamili katika Dominika hii ya huruma ya Mungu tunaalikwa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuijongea sakramenti ya kitubio. Jambo la pili, kupokea sakramenti ya Ekaristi katika moyo safi, katika hali inayostahili. Lakini pia kuiadhimisha huruma ya Mungu. Leo tunaiadhimisha huruma ya Mungu. Tulianza na novena ya huruma ya Mungu. Tunajua tuna rozari ya huruma ya Mungu, tuna novena ya huruma ya Mungu. Tulianza na novena ya huruma ya Mungu mpaka kulifikia siku hii ya leo, Dominika ya leo, Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika ya huruma ya Mungu, Dominika nyeupe.
tukiendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkubwa kwetu sisi wanadamu, ambaye hachoki kutuhurumia, ambaye hachoki kutusamehe. Wanadamu atachoka, lakini Mwenyezi Mungu daima hachoki kutupokea sisi watoto wake. Haijalishi tumetenda dhambi kubwa kiasi gani, haijalishi tumeanguka katika dhambi mara ngapi, tukimwendea Mwenyezi Mungu kwa moyo wa toba na kwa moyo wa unyenyekevu, sifa kuu ya Mungu huruma, na anatupokea na kutusamehe makosa yetu. Ndiyo tunachokiadhimisha, ndugu zangu wapendwa, katika Dominika ya leo. Kanisa Katoliki ulimwenguni kote linaienzi huruma ya Mungu katika safari ya maisha ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye ni mkamilifu. Ukamilifu unaupata pale tu utakapotoka katika ulimwengu huu, pale ambapo utahukumiwa. Unajua kuna hukumu mbili. Kuna hukumu ambayo ukifa pap inaanza pale pale siku ya kifo chako, particular judgment, na ile ya mwisho ambayo Kristo akifufuka katika wafu atakuja kuwahukumu wazima na wafu, hukumu ya wote. Kumbe Mwenyezi Mungu, ndugu zangu wapendwa, ni Mungu wa huruma, ama Mwenyezi Mungu ndiyo huruma yenyewe ambayo inajidhihirisha katika maisha yetu pasipo kuchoka. Leo tunaalikwa, ndugu zangu wapendwa, kuienzi hii huruma ya Mungu, kuitambua hii huruma ya Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu, tukijaa mioyo ya toba, tukijaa mioyo ya unyenyekevu. Tutambue umuhimu wa sakramenti ya kitubio katika kujipatanisha na Mungu. Tutambue umuhimu wa sakramenti ya msamaha, sakramenti ya upatanisho katika kutua mizigo ambayo umeibeba, ili urudi kwa muumba wako, ili urudi uendelee kuishi maisha anayoyataka yeye kadiri ya matakwa yake. Katekisimu ya Kanisa Katoliki, ndugu zangu wapendwa, katekisimu yetu nambari ya kwanza inatufundisha hivi. Kwa nini Mungu ametuumba? Kwa nini Mungu ametuumba watoto? Kwa nini Mungu ametuumba wote kwa pamoja? Kwa sauti, hamjakosea, mmepatia, mjiamini. Sasa sema kwa sauti, kwa nini Mungu ametuumba? Hilo ndio lengo la Mwenyezi Mungu, ndugu zangu wapendwa, kumuumba mwanadamu, amjue, amtumikie, ampende, lakini mwisho katika utimilifu wake waweze kukutana face to face, waweze kukutana uso kwa uso. Hilo ndio lengo la Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio huruma kuu ya Mwenyezi Mungu ambayo inajidhihirisha katika upeo wako wewe mwanadamu. Mkesha Pasaka tulisikia masomo mengi, masomo 9 katika Agano la Kale ambayo likimuhusu mtu. Ni thamani sana, mwanadamu ana thamani sana mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Masomo yote yalimuhusu mtu tangu kuumbwa ulimwengu, mwanadamu. Kuna wimbo fulani labda wanakwaya wanaweza kawa na ufahamu, nikiziangalia mbingu ni kazi, mwezi na nyota za mbinguni ulizo. Kuna shairi nasema mwanadamu ni nini, naye mtu ni kitu gani? Si kama mnalifahamu, naye mtu ni kitu gani? Asante. Ndugu zangu wapendwa, tuna thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na thamani hiyo kwetu sisi kwa Mwenyezi Mungu inajidhihirisha na kujifunua katika masakramenti. Kwa sakramenti ya ubatizo tunafanywa kuwa wanawake, si wanawake, wanawake, wana wa Mungu. Kwa sakramenti ya ubatizo tunafanywa kuwa watoto wa kanisa, wana wa kanisa.
Baadaye tunakamilishwa kwa sakramenti ya kipaimara na sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tukiendelea kumpokea Kristo katika maisha yetu, Kristo ambaye anaiuisha mioyo yetu, na baadaye Kristo mwenyewe ambaye ameziweka hizi sakramenti anataka tuendelee kuponywa nafsi zetu. Sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa inatuponya, sakramenti ya kitubio inatuponya, inaponya nafsi zetu sisi wanadamu. Sakramenti ya kitubio inatuweka huru, tunatua mizigo yetu, tunajipatanisha na Muumba wetu. Familia ya Mungu, sisi ambao tumejaliwa ama tunaishi imani ya kanisa, hatuna budi kuyatafakari maisha yetu ya kiimani. Na leo tunapotafakarishwa huruma ya Mungu, lazima tuingie ndani ya mioyo yetu, sisi ambao hatujamuona Kristo kwa macho yetu physically kwamba amefufuka, kama ilivyo kwa mitume waliyemuona kwa macho yao, wengine mpaka kusema ni mzimu. Maria Magdalena alikwenda kaburini, alijua kwamba ni mtunza bustani. Petro na Yohane walipokuwa wakivua samaki, walijua tu ni mvuvi mwenzao anavua ufuoni. Kristo anajidhihirisha kwa macho ya wanamuona. Sisi ambao hatujabahatika kumuona katika maisha yetu kwa macho physically, tunaalikwa ndugu zangu wapendwa kusadiki kama alivyosadiki Tomaso. Tomaso ambaye mwanzoni alisema, mimi nisipo muona kwa macho yangu, nisipotia kidole changu katika makovu yake sitosadiki. Hii haimaanishi kwamba hakuwa na imani, ila ni huruma ya Mungu na imani inayojidhihirisha katika maisha yake. Tumwombe Mungu ndugu zangu wapendwa, katika Dominika hii, Dominika huruma ya Mungu, tuingie katika mioyo yetu, tutafakari imani yetu. Kristo aliyefufuka tunaadhimisha katika kipindi cha Pasaka, huruma ya Mungu. Tuone upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu, ambapo Kristo amefufuka na sasa yupo katikati yetu na tunaadhimisha huruma yake. Kristo mfufuka, tunakutana na huruma ya Mungu, baraka za Kristo mfufuka na huruma ya Mungu katika maisha yetu. Ni huruma kubwa na upendo mkubwa wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanadamu. Tutafakari maisha yetu ya kiimani, tutafakari mienendo yetu katika kupokea sakramenti, hasa sakramenti ya kitubio. Kuna watu wameshajifungia masakramenti, apokee Ekaristi, aungami, kwa sababu tu ya kuchagua mienendo ambayo kanisa na maandiko matakatifu limekataza. Tunajua wazi, ukiishi na mtu pasipo sakramenti ya ndoa, manake umejifungia masakramenti. Hauwezi kupokea Ekaristi Takatifu, hauwezi kupokea sakramenti ya upatanisho. Unaikataa huruma ya Mungu, unamkataa Yesu wa Ekaristi ambaye kila siku tunamwadhimisha katika altare yake. Tuingie ndani ya mioyo yetu, tutafakari huo upendo wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Kristo ambaye amefufuka kwa ajili yetu, ambaye daima anatuongoza, ambaye nuru yake mshumaa Pasaka unaendelea kutumulika, unaendelea kutuangazia katika kuchagua na kutenda yanayompendeza yeye siku zote za maisha yetu. Tusadiki, Kristo anasema tusadiki, tuamini sakramenti hizi ambazo zimewekwa na yeye mwenyewe, tuzipokee kwa mioyo minyofu, tuzipokee kwa imani, ndio wokovu wetu. Tunapoenda katika sakramenti ya kitubio, ni sakramenti ya unyenyekevu. Umekaa, umetafakari, umeketi, umeona nimeharibu uhusiano na Mungu, narudi, naenda kujipatanisha na Muumba wangu, naenda kujipatanisha na yeye aliyenileta hapa ulimwenguni. Ni unyenyekevu mkubwa, na Mwenyezi Mungu hachoki kutuhurumia, hachoki kutusamehe. Maana tunasema huruma yake ni ya milele, huruma yake inadumu milele. Tumwombe Mungu katika adhimisho la ibada ya misa atujalie tuwe na moyo huo, tukiwa kama Wakristo
wabatizwa ndani ya kanisa Katoliki, tuienzi, tuithamini na tuipende huruma ya Mungu, sakramenti ya kitubio. Kukaa miaka 3, 4, mwaka mzima haujaungama ni kufunga milango ya baraka katika maisha yako. Kuna vitu kwenye maisha yako unaweza kana viendi, familia, migogoro, kila siku haiishi, kazi, changamoto, kwa sababu umefunga huruma ya Mungu katika maisha yako, haupokei masakramenti. Tunapokataa maisha ya masakramenti, hasa sakramenti ya Ekaristi na kitubio, familia ya Mungu, tunafunga milango ya baraka katika maisha yetu, tunafunga milango ya neema katika mioyo yetu. Leo iruhusu neema hiyo ya Mwenyezi Mungu ilidhihirisha katika maisha yako kwa kurudi, kwa kumwomba Mungu msamaha, na Mwenyezi Mungu anatupokea tunapomwendea kwa moyo wa toba, tunapomwendea kwa moyo wa unyenyekevu. Mrudie Mwenyezi Mungu, jipatanishe naye, rudi ili uruhusu milango ya baraka ifunguliwe katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akatoa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu wapendwa, baada ya matukio ya Ijumaa Kuu, wafuasi walipoteza imani yote, lakini imani yao hafifu iliamshwa tena na Yesu mfufuka aliyewatokea mara kwa mara. Yesu mfufuka, imani yetu ni dhaifu sana. Uamshe imani yetu kama ulivyoamsha imani ya mitume wako, Bwana. Twakuomba utusikie. Mtume Tomaso hakutaka kuamini bila kuonyeshwa alama zako. Utujalie kuonja nguvu yako katika maisha yetu ili kuimarisha imani yetu, Bwana. Twakuomba utusikie. Tunajua kwamba hatuwezi kukuamini bila kusaidiwa na neema yako. Utujaze neema yako ili ituimarishe katika imani na upendo wetu kwa wenzetu, Bwana. Twakuomba utusikie. Dalili chache zinatosha kuamsha imani yetu. Utujalie kuonja dalili chache za enzi yako katika maisha yetu
ili kutuimarisha katika maisha ya kila siku. E Bwana, twakuomba utusikie. Ulisema, wenye heri wasioona na kusadiki. Uimarishe imani yetu ili kutuwezesha kukuamini kwa moyo wote. E Bwana, twakuomba utusikie. E Mungu Baba, sisi binadamu tuna shida zetu katika kuamini bila kuona kwa macho yetu ya kibinadamu. Uangaze macho ya mioyo yetu ili tuone kwa imani yale yasiyoonekana kwa macho yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Kama tuketi tuendelee na matoleo.
Bwana wetu leo. Ndiye nyimbo za furaha na za shangwe, tupigie vigelegele, tumfurahie Bwana mshindi, haleluya. Mweleze Maria Yordani kaburini. Nimeona malaika wa Bwana kaburini. Mweleze Maria Yordani kaburini. Nimeona malaika wa Bwana kaburini. Naye akatueleza hivi, wamtafuta Bwana kaburini hayumo, kafufuka mzima na mshindi, haleluya. Baba, pokea vipaji vyetu, tunavyokutolea mikononi mwa Bwana. Baba, pokea vipaji vyetu, tunavyokutolea mikononi mwa Bwana. Tunakuomba vipaji hivi tunavyokutolea ni mazao ya mashamba yetu na kazi ya mikono yetu wanadamu. Baba, pokea vipaji vyetu, tunavyokutolea mikononi mwa Bwana. Baba, pokea vipaji vyetu, tunavyokutolea mikononi mwa Bwana. Tunakuomba Mungu, vipaji vyetu vikupendeze. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji wanavyokutolea watu wako na wanao waliozaliwa upya, ili wakiisha kufanywa wapya kwa kuliungama jina lako na kwa ubatizo wapate kuifikia heri ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wanawe nanyi. Inueni mioyo.
haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, ukutukuza kila wakati, Bwana, lakini hasa siku hii kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana-kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliyeangamiza mauti yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Bwana kweli umtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho." Umbo
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Tadeus Ruwaichi na askofu msaidizi Henry Mchamungu na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe
tupeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina.
Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie ili sakramenti ya kipasaka tuliyoipokea iendelee kufanya kazi daima katika roho zetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi. Kama tulivyotangaziana, leo tunao wageni, tuna watoto mtakatifu kutoka Jimbo Katoliki Ifakara pamoja na walezi wao. Watoto, naomba msimame. Naomba tuwapokee kwa shangwe kabisa. Basi kama mnavyoona, wako na walezi wao na baba padri atatambulishwa baadaye na mmoja wa watoto ataongea hapo baadaye. Karibuni sana watoto. Kabla sijamkaribisha paroko msaidizi kwa neno na utambulisho, naomba yule mtoto kutoka Ifakara aliyeandaliwa kwa neno asogee. Wapendwa wazazi na walezi pamoja na waamini wote, kanisa lililo hai na watoto wapenzi wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni msikie ujumbe huu wa thamani, si kama maneno ya kawaida yanayopita kama manyunyu ya mvua. Mtoto si mzigo, si kiumbe cha kukua tu, si kiumbe cha kukua tu, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ameletwa duniani kwa lengo kuu, si kula tu au kuvaa vizuri, bali apate neno la Mungu, chakula cha rohoni na silaha ya maisha yenye uzima wa milele. Kanisa ni shule ya hapa duniani, si jengo tu kwa ajili ya sala, ni shamba la mbegu ya imani panapolimwa kwa bidii na kusubiria mavuno. Hapa mtoto hufundishwa si kwa vitisho, bali kwa upendo wa Kristo na nuru ya maandiko. Wapendwa, tumpe mtoto Biblia kabla hajapewa simu. Tumpeleke kwenye altare takatifu kabla hajakalia mimbari ya dunia. Afundishwe sala kabla hajaonyeshwa katuni. Aimbe tezi na zaburi kabla hajazoea singeli na nyimbo. Wazazi, walimu na viongozi wa imani, tutembee pamoja, tusisahau wajibu huu wa milele. Tuzikumbatie roho changa, tuzilee kwa mafundisho, tusiziache zikalelewa na malezi ya mitaani, bali tuzielekeze kwa Mungu. Hapo ndipo tutajenga kanisa imara linalosafiri na baada ya taifa la watakatifu wa mbinguni. Kanisa isipomfundisha mtoto, dunia itafundisha kila aina ya hila pasipo huruma. Lakini akijengwa katika msingi wa Kristo, atakuwa taa ya familia, nguzo ya kanisa na fahari ya taifa. Tujenge kizazi kinachopenda neno la Mungu kuliko kinachopenda mitandao ya kijamii, kizazi kinachojua Injili kuliko vichekesho vya mtandaoni, watoto wenye kutoa huruma kuliko tamaa ya umaarufu. Watoto wa kanisa si kwa jina tu, bali kwa moyo, kwa bidii na kwa matendo. Tuandae watoto kwa maisha ya milele, kwa neno la Mungu, silaha yao ya kweli, kwa kanisa la leo na kesha wokovu. Watoto si wasikilizaji,
bali wajumbe wa habari njema. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata afikapo uzee. Misali sura 22 aya 6. Tu watendaji wa agizo hili litokalo kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Ndugu zangu wapendwa, basi huyo mtoto aliyotupatia huo utangulizi ni miongoni mwa wale watoto ambao wametoka Jimbo Katoliki la Ifakara, utoto mtakatifu. Naomba tuwashangilie. Wamefika jimboni hapa kwa ajili ya maonyesho mbalimbali kama watoto, wakisindikizwa na watoto wa parokia yetu ya Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Kwa hivi baada ya adhimisho hili la ibada ya misa, watoto wote hawa waliotoka Jimbo Katoliki la Ifakara na wale watoto wetu wa Kanisa Kuu watakusanyika hapo nje kwa ajili ya performance ya michezo hiyo mbalimbali ambayo watatuonyesha walichokileta. Kwa hivyo kwa wale wazazi ambao mmefika hapa na watoto na wale ambao mmefika bila watoto, kama mnapenda kushuhudia na kuona walichotuletea watoto kutoka Jimbo Katoliki la Ifakara, mnakaribishwa sana. Kwa hivi leo ni Dominika ya Huruma ya Mungu. Tutawakabidhi watoto hawa pamoja na padre mlezi na walezi wao picha hii ya huruma ya Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya Huruma ya Mungu. Lakini pia ndugu zangu wapendwa, utawakabidhi picha hii ya Mtakatifu Yosefu kama kumbukumbu yao kufika jimboni hapa, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, parokia kuu, parokia Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, ikiwa kama kumbukumbu yao watakaporudi jimboni Ifakara, wakiona hii picha watambue kwamba Dominika Huruma ya Mungu walitembelea Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Kwa hivyo tutawazawadia pia na picha hii ya Mtakatifu Yosefu. Kwa nafasi hii naomba nimkaribishe padre ambaye ameambatana nao watoto kutoka Jimbo Katoliki la Ifakara. Walau tumfahamu, ajitambulishe na tueleze pia kilichowaleta jimboni huku Dar es Salaam. Baba, karibu sana. Kristo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nina kila sababu
ya kuweweseka leo nikiwa pamoja nanyi, lakini cha kwanza nitaje jina langu. Mimi naitwa Padre Matthew, lakini nilibatizwa Matei. Sasa unajua ukisoma Matthew Michael Mpundamwanja. Natoka jimbo la Ifakara kama ilivyoelezwa, katika parokia moja ya Mtakatifu Columban Lungongole. Kwa kifupi, tuna heshima kubwa kualikwa moja na mkurugenzi wa Pimas ambayo ni paroko wenu kwa ajili ya kuja huku tukishirikiana nanyi kuinjilisha kwa kadiri Mungu alivyotukirimu zawadi yake, na hasa zawadi ya watoto. Hawa ni sehemu tu, lakini tunao katika parokia yetu ndogo watoto zaidi ya 100, tukiwafundisha kama maelekezo yaliyotolewa. Kwa kifupi, tumetazama mahitaji ya kanisa, na hasa kanisa hili la sijui niliite la kisasa, ambalo kama yalivyoelekezwa, mtoto anaanza kuhangaikiwa simu kabla ya kupata Biblia na yote yaliyoelezwa. Sasa sisi tumeona kwa sababu kanisa letu ni dogo, wazazi wachache, nyie kanisa lenu sijui kwa mara moja mnaingia wangapi, lakini najua kwa siri ndogo tu si zaidi ya 300 lilivyojengwa, lakini sisi kanisa letu lina kwa pamoja wanaoingia watu 100 tu. Ni dogo, sio? Kama ninyi pengine tungepaswa kujenga mabanda. Sasa tukaona kwa wale wazazi, kama tusipolea kizazi cha sasa, pengine kanisa lile na shughuli hizi zitaisha. Kwa hiyo sisi tumesema tujiweke na akiba ya watoto, hivyo misa yao watoto zaidi ya 100, manake wanajaza kanisa, sio? Ndio utajiri wetu. Basi weka hadithi ndefu kuwa fupi. Tunayo heshima kubwa kwanza kwa baba askofu wetu aliohangaika usiku na mchana walau kupata mahali pa kuendeleza injili yetu, na kwa kweli kwa mara ya kwanza ni kanisa la Mtakatifu Yosefu, kanisa kuu. Lakini ya pili, tunamshukuru mkurugenzi wa Pimasi na paroko wa parokia hii mama kutupa nafasi hiyo na fursa hiyo, kwamba tumekuja Ijumaa. Jana tulikuwa na nafasi kidogo kukaa na wenzetu wawakilishi wa dekania zote za Dar es Salaam au jimbo kuu la Dar es Salaam, na leo tutakaa pia na wenzetu pamoja na wazazi na walezi ikiwezekana wa kanisa hili kuu la Mtakatifu Yosefu. Hayo si kwamba kupuuza ukuu wa Mungu, kwa maana wetu sisi ni muujiza, kwa sababu tulikuwa na azma ya au tamasha au kongamano vyovyote liitwavyo toka mwaka jana, lakini kwa hali yetu ya kijungu jiko, basi hili ni kwa kweli kwetu ni tamasha na kongamano la kwanza. Huoni muujiza huo? Hivyo tunawatakia kila laheri, kwanza kwa ukarimu wenu, lakini la pili kushirikiana nanyi katika kile kidogo tulicho nacho katika kuinjilisha. Tunawashukuru wote. Najua jambo moja, wanaohusika ni wengi,
kwa nafasi hiyo mliotupatia, na kwa watoto wenyewe na sisi tunaona ni jambo kubwa sana ambalo lisilopimika. Basi ujumbe wetu huo na ukikua katika maisha ya watoto au wadekania zote kama tulivyowakilisha jana, au kwa ninyi wa Mtakatifu Yosefu kanisa kuu, tutakuwa tumefanikiwa katika injili yetu. Kristo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni na karibuni kwa tukio la leo. Basi nami kwa niaba ya baba paroko na mkurugenzi wa mashirika ya kipapa PMS Jimbo Kuu la Dar es Salaam, napenda kuchukua nafasi hii baba Matthew kuwakaribisha ninyi nyote pamoja na watoto na walezi katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Msichoke kurudi. St. Joseph ni nyumbani, mjisikie mpo kama nyumbani. Ndugu zangu wapendwa, kwa masikitiko makubwa nisimama mbele yenu niwatangazie kwamba baba mzazi wa paroko wetu Padre Dennis Wigila amefariki dunia usiku wa kuamkia leo, na hivi basi tunaalikwa sisi sote waamini wa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu kumwombea baba yetu Ananias Wigila pumziko la milele mbinguni, kuiombea familia katika kipindi hiki cha maombolezo, kuiombea sisi wenyewe pia wanaparokia katika kumfariji baba paroko wetu kwa sala. Taratibu za mazishi zitafanyika katika parokia ya Makuburi siku ya Jumatano. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Pumziko la milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Haleluya, haleluya. Muwe na Jumapili njema ya huruma ya Mungu. Asante na kwenu pia. Asante.